الحمد لله الذي أمر بالوفاء ونهى عن الغدر والجفاء، وجعل البيوت تقوم على الصدق والصفاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فإن الخيانة جرح في القلوب وهدم للبيوت وسبب لذهاب المودة والثقة والسرور. baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, mcheni Allah subhanahu wa taala ukweli wa kumcha, na tufuatilie na tumtangulize Allah tabaraka wa taala mbele yetu katika yale ya siri na yale ya wazi. Fa innal khiyanata jarhun fil qulub, kwani hakika khiyana ni jeraha katika mioyo. Wa hadmun lil buyut, na ni jambo ambalo lenye kubomoa majumba. Wa sababun lidhihabil mawaddati wathiqati wassurur, na ni sababu ya kuondosha mapenzi na uaminifu na furaha katika majumba. Innal khiyanata az-zawjiyya min a'zami adh-dhunub wa aqbahi al-'uyub, sawa'un kanat bin-nadhar al-muharrama aw al-kalam al-fasid aw al-murasalat al-khafiyya أو الفعل المحرم، فكل ذلك من طرق الفساد وأبواب الهلاك. وحقيقة خيانة baina ya wanandoa wawili ni miongoni mwa madhambi yaliyokuwa makubwa na aibu iliyokuwa mbaya zaidi. Sawa sawa imekuwa kwa kutazama yale ambayo ya haram, au kwa kuongea maneno ambayo yenye kuharibu ndoa, au kwa kutuma jumbe mbalimbali ambazo za kujificha, au kwa kufanya kitendo cha haram. Yote haya ni katika njia za kuharibu maisha na mafungamano ya wanandoa, na ni mlango miongoni mwa milango itakayowapelekea wanandoa hawa kuangamia. Qala Allahu jalla wa ala, asema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah jalla wa ala anasema, enyi ambao mlioamini, simfanyie khiana Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Watakhunu amanatikum, na mkazifanyia khiana amana zenu, wake zetu, watoto wetu, na vile ambavyo tunavyovimiliki katika majumba yetu. Wa antum ta'lamun, na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kutambua, ni wenye kujua. Qala al-imamu الطبري رحمه الله، لا تخونوا أماناتكم التي ائتمنتم عليها، msizifanyie khiana amana zenu ambazo mmeaminishwa kwa amana hizo ambazo Allah jalla wa ala ametupatia. Tumepewa watoto, tumepatiwa wake, tukawa tunaishi nao katika majumba yetu. Kwa hiyo hatutakikani kuwafanyia khiana
tumekabidhiwa tulab, tumekabidhiwa wanafunzi, hatutakikani kadhalika kuwafanyia khiana, kwani khiana ni jambo ambalo ni baya mno. Wazauju amana, wazaujatu amana, mume ni amana, kadhalika vile vile mke naye ni amana. Walishratu bainahuma mabniyatun ala sidqi walwafa, na yale mafungamano baina ya wawili hawa yamejengeka juu ya ukweli na kutekeleza yale ambayo waliokubaliana baina yao, la ala alghishi walkhafa. Hayakujengeka mafungamano haya kwa udanganyifu na kwa mambo ya kuficha, bali kila kitu chatakikana kuwa kipo wazi. Qala Allahu jalla wa ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, na tuishi nao na tutengemane nao kwa wema. Qala al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, ay tayyibu aqwalakum lahun wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi qudratikum. Anasema al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, tuyafanye vizuri yale mazungumzo yetu, maneno yetu kwa wao, na tuvifanye vizuri vile vitendo vyetu kwa wao, na ile haia yetu tuitengeneze kuwa ni mzuri baina yetu kwa kadiri ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atakavyotuwezesha. Fa aina al-ma'ruf mimman yukhadi'u zawjahu au zawjatahu, uko wapi wema kwa yule ambaye anemfanyia udanganyifu mumewe au mkewe? Wa aina alwafa mimman yaksiru alahd wa yahtiku as-sitr, na kupo wapi kule kutekeleza yale majambo ambayo wamekubaliana baina ya wanandoa wawili, kwa yule ambaye anayevunja ahadi, anayeondosha ile stara ambayo iliyokuwepo baina ya wanandoa wawili hao. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, ayatul munafiqi thalathun, idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. Hadithu muttafaqun alayhi. Na imepokewa kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, alama za mtu mnafiki ni tatu: idha haddatha kadhaba, pindi anapozungumza huzungumza uongo; wa idha wa'ada akhlafa, na pindi anapotoa ahadi hukhalifu ahadi hiyo; wa idha tumina khana, na anapoaminiwa hufanya khiana. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: الخيانة ضد الأمانة وهي من أقبح الخصال. أنا سمع الإمام النووي رحمه الله, خيانة ni kinyume cha uaminifu, nayo ni katika mambo yaliyokuwa mabaya mno. Ya ibadallah, inna min asbabil khiyanati dha'f al-iman wa fuqdan al-muraqabah wa ittiba' ash-shahawat wa fath abwab al-fitan min an-nadhar al-haram wal-ikhtilat al-fasid wal-murasalat al-muhlikah. Enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, kwa hakika miongoni mwa sababu za khiana ni kudhoofika kwa imani na kupoteza ile hali ya kuhisi kwamba Allah tabaraka wa taala yuko pamoja nawe, anakufuatilia kila wakati, na kuyafuata matamanio na kufungua milango ya fitan
katika kutazama yale ambayo ya haramu na ile michanganyiko yenye kuharibu majambo, michanganyiko ambayo si mizuri baina ya wanamume kwa wanawake, na kutumiana jumbe ambazo zinazopelekea watu kuangamia, kuwatia watu katika maovu na kumkosea Allah tabaraka wa taala. Qala Sufyan ath-Thawri rahimahullah, ma alajtu shay'an ashadda alayya min nafsi. Anasema Sufyan ath-Thawri rahimahullah kwamba sijapatapo kukitengeneza kitu chochote kile na nikaweka juhudi kubwa mno kwangu mimi kutengeneza kitu hicho kuliko kuitengeneza nafsi yangu. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa haukufanya mujahada wa kuitengeneza nafsi, jarratuhu ila alfadihati walkhasara, takupelekea wewe, takupitikia kwako wewe kuingia katika fedheha na kupata hasara kwa yale ambayo utakayoingia katika maasi ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من خاف الله لم تضره الفتن. na anasema Fudail ibn Iyadh rahimahullah, yule ambaye atakayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala haitamdhuru kwake yeye fitna, hatodhurika kwake yeye na fitna. fattaqullaha fi azwajikum wa ahlikum واحفظوا العهود والمواثيق فإن الخيانة تورث الفضيحة في الدنيا والعذاب في الآخرة. mcheni Allah jalla wa ala kwa wake zenu na familia zenu, na muzihifadhi zile ahadi na ile mikataba ambayo mliokubaliana baina yenu, kwani hakika ya khiana inarithisha fedheha duniani, wal adhab fil akhirah, na adhabu huko akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Asema Allah jalla wa ala anatambua yale ambayo yaliyofichikana kwa macho, ambayo hatuyaoni. Macho yetu yameshindwa kuyadiriki majambo hayo. Wama tukhfi sudur, na yale ambayo yaliyofichikana katika vifua vyetu. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhu: huwa ar-rajul yakunu fil qawm fatamurru bihi al-mar'a فيريهم أنه يغض بصره وإذا غفلوا لحظ إليها. anasema Ibn Abbas radiyallahu anhuma, naye ni mtu ambaye anakuwa katika watu, amepita kwake yeye mwanamke, kisha akawaonyesha watu kana kwamba yeye ameinamisha macho yake, si mwenye kutizama yale ambayo ya haramu. Watu wanapoghafilika na yeye, anakuwa ni mwenye kunyanyua macho yake hayo na kumtazama yule mwanamke, ikiwa hakuvaa stara, amevaa kwa kujipamba, amejiremba, hali ya kuwa anakusudia kufitinisha watu. Ameyataja haya al-Imam al-Baghawi katika tafsiri yake. fallahu ya'lamu khafaya an-nufus wa dakhaila al-qulub fala yaghtarra mughtar bisitri llahi alayhi. Allah jalla wa ala anatambua yale ambayo yaliyojificha katika nafsi na yale yaliyoingia ndani ya mioyo, basi asighurike mwenye kughurika kwa kustiriwa na Allah tabaraka wa taala.
kwa yale ambayo anayoyafanya, kwamba Allah tabaraka wa taala amekustiri kutokamana na khiana ambazo unazifanya sawa sawa kwa familia yako, kwa mkeo, kwa watoto wako, au kwa muislamu mwenzio, ikawa Allah amekustiri kutokana na ile khiana, basi wewe ukaghurika na yale ambayo unayoyafanya na ukajiona uko sawa sawa. Ayuha almuslimun, inna at-taubata babuha maftuhun, faman waqa'a fi min dhalik falyubadir bit-taubati an-nasuha walyaqta' asbab al-fitan walyukthir min al-istighfar wal-a'mal as-salihah. Enyi Waislamu, kwa hakika ya tauba mlango wake uko wazi. Yule ambaye atakayeingia katika chochote kile, katika yale ambayo ya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, ukaingia katika khiana katika familia yako, kwa watoto wako, kwa wanafunzi wako, basi ni juu yako upupia kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala tauba ya kikweli, tauba ya sawasawa, na ni juu yako kukata zile sababu za fitna, sababu ambazo zitakazokupelekea wewe kuingia katika fitna, na ukithirishe kuleta istighfar na kufanya matendo yaliyokuwa mema. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسمع الله سبحانه وتعالى natubieni kwa Allah tabaraka wa taala nyote, enyi waumini, huenda mkawa ni wenye kufaulu kwa kurejea kwa Allah subhanahu wa taala, kwa sababu tunapomkosea Allah tabaraka wa taala tukafanya haraka ya kurejea kwake yeye Allah subhanahu wa taala kwa kutubia na kutaka istighfar kwake yeye Allah jalla wa azza, itakuwa sababu ya sisi kuwa ni wenye kufaulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah tabaraka wa ta'ala ayatengeneze majumba yetu na majumba ya Waislamu wote kwa ujumla. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi wake zetu na watoto wetu, na atuepushe na fitna Allah subhanahu wa ta'ala, zile ambazo zimedhihiri na zile ambazo zilizojificha. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.